Katika historia ya siasa za Afrika kumekuwepo na viongozi ambao wamefanikiwa kubaki madarakani kwa muda mrefu sana, wengine kwa miongo kadhaa. Sababu za kukaa kwao muda mrefu hutofautiana, kuanzia mabadiliko ya katiba. Wengi hufanya mageuzi ya katiba ili iweze kuwaruhusu kubaki madarakani muda mrefu, mazingira ya kisiasa na kiusalama ya nchi husika. Makala hii inaangazia viongozi wa Afrika waliokaa madarakani kwa muda mrefu, ikionyesha umri wao pamoja na miaka waliokaa madarakani. Paul Biya, Cameroon. Paul Biya alizaliwa Februari 13 mwaka 1933. Hivyo kwa sasa ana umri takriban miaka 92. Aliingia madarakani mwaka 1982 na anaendelea kuwa rais wa Cameroon hadi sasa, akiwa amekaa madarakani kwa zaidi ya miaka 43. Utawala wake ni miongoni mwa utawala mrefu sana barani Afrika na duniani kote. Rais wa pili ni Theodore Obiang Nguema Mbasongo. Huyu ni rais wa Guinea ya Ikweta. Theodore Obiang alizaliwa mwaka 1942 na ana umri wa miaka 83. Alichukua madaraka mwaka 1979 baada ya mapinduzi ya kijeshi na ameendelea kuwa rais kwa zaidi ya miaka 46, jambo linalomfanya kuwa rais aliyekaa muda mrefu barani Afrika. Isaias Afwerki, Eritrea. Isaias Afwerki alizaliwa Februari 2 mwaka 1946 na ana umri wa takriban miaka 80. Amekuwa rais wa Eritrea tangu nchi hiyo ilipopata uhuru mwaka 1993. Hivyo amekaa madarakani kwa zaidi ya miaka 32. Eritrea haijawahi kufanya uchaguzi wa urais tangu ipate uhuru na ameendelea kubaki madarakani. Kiongozi mwingine ambaye alibaki madarakani muda mrefu ni Robert Mugabe. Huyu tunamfahamu watu wengi kwa sababu amekuwa maarufu sana barani Afrika, lakini kwa sasa hivi ni marehemu. Robert Mugabe alizaliwa Februari 21 mwaka 1924 na alifariki Septemba 6, 2019 akiwa na umri wa miaka 95. Alitawala Zimbabwe kuanzia mwaka 1980 hadi mwaka 2017, jumla ya miaka 37, kabla ya kuondolewa madarakani kupitia shinikizo la kijeshi la chama chake. Rais mwingine ambaye amebaki madarakani ni Paul Kagame. Paul Kagame alizaliwa Oktoba 23 mwaka 1957 na ana umri wa miaka 68. Alianza kuwa rais wa Rwanda mwaka 2000 baada ya kuchaguliwa rasmi na ameendelea kuongoza hadi sasa akiwa amekaa madarakani kwa zaidi ya miaka 25. Katiba ya Rwanda ilifanyiwa marekebisho mwaka 2015 yaliyomruhusu Kagame kuendelea kugombea. Mpaka sasa bado ni rais wa Rwanda. Viongozi hawa wanaakisi sura ya kipekee ya siasa za Afrika, ambapo uongozi wa muda mrefu unaweza kuleta udhabiti kwa upande mmoja, lakini pia changamoto za uwajibikaji na mabadiliko ya kidemokrasia kwa upande mwingine. Mijadala kuhusu ukomo wa mihula na mageuzi ya kisiasa inaendelea kuwa muhimu katika mustakabali wa uongozi barani Afrika. Viongozi wengi wameendelea kubaki madarakani, lakini kwa sababu katiba imekuwa ikifanyiwa marekebisho ili kuwanufaisha wao waendelee kubaki madarakani. Hawa ni baadhi tu ya viongozi ambao nimekuletea siku ya leo, wamekaa madarakani muda mrefu. Pengine kuna wengine ambao unawafahamu, tuandikie hapo chini. Hii ni CF Media.